Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Baada ya kuwa nimetoka naye, tumefika nyumbani, ilikuwa saa 3 kasoro dakika 2. Yeye anaingia ndani, nimetaka kuondoka, lakini ananipigia simu kwamba rudi Donald. Hivyo rudi, nakuta kitandani yuko anagaragara sana. Wakati umetoka kumtoa huko ambapo alikuwepo mpaka ukamleta nyumbani, alikuwa kwenye hali gani? Alikuwa kawaida tu. Yuko kawaida, tunapiga stori kawaida tu. Kwa tukapumzike nyumbani leo mapema tu. 3 kasoro. Alikuwa kawaida tu. Tukitokea Mikocheni B. Na ni dakika ngapi ambazo zilikuja ukapigiwa simu kwamba hali imebadilika? Dakika 15 hivi. Kutoka saa 3 kasoro dakika 2 mpaka saa 3:15 akanipigia simu kwamba njoo ndani. Nakuta ndani kweli mlango ulikuwa wazi, kuangalia mtu yuko chali na anateseka kama vile anasikia joto. Licha kwamba ndani ya chumba chake kuna AC, lakini anasikia joto na amechakaa kweli, yani mpaka unamwonea huruma. Nini ulifanya baada ya kumkuta bosi wako yupo kwenye hali hiyo? Mimi ni mchungaji, nichokifanya nimpa huduma ya kiroho, nipiga maombi pale kama dakika 2 nikiamuru maroho mabaya mwache, na baada ya hapo alitulia na akazungumza na mimi, akasema naomba unipime pressure, imeshuka sana. Na alikuwa na kile cha kupimia pressure. Ulifanya hivyo? Na kama ulifanya hivyo nini kilitokea? Nilifanya hivyo, lakini pressure ikaonekana bado haijafika kile kiwango ambacho anataka, na mimi sijui kwamba pressure iko size gani. Akaniambia kwamba mpaka ifike 120. Wewe uliokuta namba zinasoma vipi? 55. Na baada ya hapo ulifanya nini sasa ili kuhakikisha kwamba bosi wako anakuwa imara kwa muda huu ambao kaita na msaada wake mkubwa ni wewe? Baada ya kuwa yeye anahangaika sana na baada ya maombi ya kwanza ile, kwa hiyo niliendelea tena kuomba zaidi ili kwamba kile kiwango ambacho anakitaka yeye cha 120 kitimie. Nilivyoomba kiwango kile kiliongezeka kutoka 55 mpaka 85. Baada akaniambia bado mpaka kifike 120. Tulipopima tena nakuta kwamba bado kuna pindi ambazo hazijafikia kufika 120. Ulichukua muda gani kuendelea kumwombea kabla ya kumpeleka hospitali? Dakika kama 8-7 tu zilikuwa zimetosha kuangalau kumbadilisha hali fulani, na kama niambia kwamba mpigie Dizo ambaye ni program manager wa EFM, nilikuwa nimeshampigia na yeye alikuwa anakuja sasa. Dizo alipofika alimkuta bosi wako yupo kwenye hali gani? Wakati bosi Dizo program manager wangu alipofika pale, alikuta bosi yani hali imebadilika kabisa, lakini anazungumza, akamwambia bosi wangu pole. Wakati tunaendelea na maombi pale, tulishirikiana kumbeba kumpeleka hospitali Kitengule. Baada ya kufika hospitali, ndio madaktari waliendelea kujibu kwa maisha yake, lakini alikuwa sana anasema yani hahemi vizuri. Tulikaa kama dakika 40 mpaka lisali moja hivi, lakini baadaye program imeanza kusema kwamba twende Muhimbili, tukachukua ambulance kumkimbiza Muhimbili. Hali ilikuwaje kwenye ambulance mpaka mkafika hospitali ya taifa ya Muhimbili? Hali ilikuwa nzuri, alikuwa ametulia na alikuwa bado anaongea anazungumza mpaka tunaingia Muhimbili. Tutaka Tegeta Kitengule pale ilikuwa ni saa 5 dakika 35. Tunafika Muhimbili pale na ambulance saa 6 kasoro dakika 5. Akaingia pale wakamfanyia uchunguzi. Baada ya risali moja tu nikasikia kwamba ile daktari yempokea yeye anaanza kulia, ambaye alikuwa daktari anaitwa Seba. Nilimfahamu kwa jina la Seba aliyempokea pale, ambaye huyo daktari pia yuko pale Muhimbili, lakini rafiki yake na bosi wangu Sebo akaanza kulaswa vipi, akasema bwana alikuwa anaongea Sebo, mara ghafla haongei tena. Pole sana. Asante sana. Baada ya kupata taarifa hizo sasa ulifanya nini? Wewe na bosi Dizo? Tulishituka sana na kuanza kulia na kuanza kujitia moyo kwamba nini kimetokea, mbona mtu alikuwa anazungumza, imekuwaje, lakini baadaye toke huko. Bosi wako alikuwa ni mtu wa namna gani kwenye maisha yako ya kazi? Bosi wangu alikuwa ni mzuri sana. Tangu nimekuwa dereva wake tangu 2013. Amekuwa kwangu ni msaada mkubwa sana. Tunalanda na umri tu, lakini amekuwa ni kama kaka. Yaani ni mtu kama na mdogo wake. Tunaishi kabisa hivi. Ni kitu gani ambacho utakihishi ambacho alikuwa akiwa na wewe mna join pamoja, mnafurahi pamoja, mnasherekea pamoja, lakini kwenye hali zote
Ni mambo mengi sana, lakini nitaje tu mawili tu. Jambo la kwanza, baba yangu alipata shida Kasulu kule, nyumba yake aliangukiwa na nyumba. Seba alitoa hela yake ili tumjengee baba yangu nyumba Kasulu, kwa hiyo tukajenga nyumba Kasulu. Na jambo lingine la pili, mimi kwa mchungaji, alinunua vyombo vya kanisani kwangu, kanisa la FPCT maeneo ya Madali kule Mbopo, akatupa vyombo vya kanisa ambavyo mpaka leo vinafanya kazi pale kanisani, na washirika ambao tunaopeleka kanisani zaidi ya 50 wao wanamtukuza Mungu, wanasema hivi vyombo alinunua Dennis Busurwa Sebo. Kwa hiyo amekuwa ni baraka. Hata tunapoomba tuambia Mungu, angalia vyombo hivi ambavyo bosi Dennis Sebo alitunulia kanisani. Alikuwa ni mtu smart sana. Neno lako kwa msiba huu mzito ni lipi? Kwa kweli mimi tu niseme kwamba Mungu tu atusaidie au anisaidie, hasa na wale ambao wanamzunguka wote, ndugu jamaa na marafiki ambao wako kule Uganda. Pole sana. Asante sana. Naomba wote wenye vyombo hapa